Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kwenye mitandao kuanzia jana ya balozi wa Marekani kule Israel Huckabee, balozi yule wa Marekani. Mnakumbuka balozi huyu alioijibu Ufaransa wiki jana, nilizungumza na nyinyi nikamwambia, aliwaambia Ufaransa, ikiwa nyinyi mnataka sana taifa linaitwa Palestina, basi tafuteni eneo kwenu mliweke. Huckabee, balozi huyu wa Marekani, Mike Huckabee, kikawaida yeye ni mzayuni. Yeye ni mzayuni kabisa, na hata kabla hajateuliwa. Yaani unajua serikali ya Trump, Huckabee aliwahi kuwa ni governor wa zamani wa Arkansas, na alikuwa ni waziri wa Kibaptisti ambaye hapo awali amekuwa mtetezi wa makazi ya Wayahudi katika ukingo wa Magharibi, ambao kimataifa unachukuliwa kuwa ni haramu. Sasa yeye yuko hivyo. Yaani Trump aliteua watu, mfano alivyomteua Steve Witkoff kwenda kuwa pale Mashariki ya Kati kuwa mwakilishi, lakini akamteua huyu balozi. Yaani katika ile listi yote ya uteuzi iliyopelekwa Mashariki ya Kati ya Trump, yote ni ya walowezi, yaani yote ni wazayuni. Sasa fikiria kuwa huyu ni balozi wa Marekani, amekwenda Israeli. Hivi sasa anawakilisha kama sio balozi. Yaani sio balozi wa kwenda kuiambia Israeli kuwa hiki mnachokifanya sio sahihi. Amepelekwa ni kama mshirika wa kwenda kutimiza malengo ya Israeli kwenye lile eneo. Anasema hivi Huckabee, Marekani haiungi mkono tena kwa moyo wote taifa la huru la Wapalestina. Balozi wa Washington nchini Israeli alisema, na kuongeza kuwa iwapo taifa moja litaundwa linaweza kuwa mahali pengine katika eneo hilo badala ya ukingo wa Magharibi. Amerudia kauli yake ile ile kuwa kama kuna mtu anataka kuunda taifa Palestina, awachukue Palestina akatafute ardhi kule awaone. Huyu ni balozi wa Marekani. Sio, mnaelewa? Huyu ni balozi wa Marekani, sio Muisraeli, lakini angalia anachokizungumza. Anasema isipokuwa kuna mambo muhimu yanatokea ambayo yanabadilisha utamaduni, hakuna nafasi. Anasema Mark Huckabee, mteule wa Rais Donald Trump, alikuwa anazungumza katika mahojiano na Bloomberg huko Jerusalem. Anasema hilo haliwezi kutokea katika maisha yake. Anasema kuundwa kwa taifa la Palestina hakuwezi kutokea katika maisha yake. Sasa alipoulizwa kama taifa la Palestina linasalia kuwa lengo la sera ya Marekani kama ilivyokuwa miongo miwili iliyopita, alisema sidhani hivyo. Kuhusu eneo, Huckabee alipendekeza kipande cha ardhi kinaweza kuchongwa kutoka katika nchi ya Kiislamu badala ya kuitaka Israeli kutoa nafasi. Je, ni lazima iwe katika Samarai na Judea? Sasa Huckabee alisema, yani unajua kuna neno ambalo huwa wanalisema wanasiasa wengi wa Israeli kuita eneo la Judea na Samarai, wakiainisha eneo la ukingo wa Magharibi. Katika maandiko ya kibiblia lile eneo linaitwa Judea na Samarai. Kwa hiyo huwa wanataka kujaribu kuainisha kuwa lile eneo ni la Wayahudi, Judea na Samarai. Sasa naye ameliita vile vile, sio Palestina. Sasa hapa ndio kwenye unafiki mkubwa, kwa sababu sera ya Marekani always imezungumza kuwa inaunga mkono mataifa mawili. Na mimi nimekuwa nikizungumza hili kwa wazi kabisa kwenu, kuambia kuwa sera ya Marekani ni ya uongo. Sera ya Marekani ni ya uongo kwa sababu juzi Marekani alisimama kuweka usitishaji wa vita. Akapeleka maazimio ya Steve Witkoff ambaye alikwenda upande wa pili kwa lengo la kusitisha vita. Walipokwenda kupiga kura kwenye Baraza la Usalama la wajumbe wale 15, kura 14 zote zilikubali. Marekani akaweka veto, hataki. Haiwezekani. Hakuna kitu kama hicho. Marekani mwaka jana aliweka veto kuzuia uanzishwaji wa taifa la Palestina, njia za uanzishwaji wa taifa la Palestina, aliweka veto. Sasa kichekesho ni hiki kimoja, kuwa upande wa pili mshirika mkuu wa Marekani ambaye sasa ndio amebeba jukumu la Palestina ni Saudi Arabia. Ndio amebeba jukumu, ambao ataongoza mkutano wa Umoja wa Mataifa mwezi huu Juni tarehe 16, tarehe 17 na mpaka tarehe 20 ambao utafanyika kule New York, yeye na Ufaransa. Hasa lengo kubwa wanachoongoza katika hayo mkutano huo ni kuwepo kwa taifa la Palestina.
kati ya Saudi Arabia na Ufaransa. Marekani, viongozi wa Marekani wanaweka wazi msimamo wao kuwa hakutokuwepo taifa la Palestina. Na sasa Marekani huenda imebadili kabisa sera yake kuwa taifa la Palestina halitokuwepo. Sasa huyu mshirika ambaye yeye anahakikisha kuwa hili taifa linakuwepo, tuseme nani? Saudi Arabia na Ufaransa, wamechukua hatua gani? Umechukua hatua zipi za kumlazimisha sasa Marekani kuwa taifa la Palestina lazima liwepo? Tayari balozi anasimama anasema kuwa halitokuwepo na wala tulishalipoteza, hakuna kitu kitachotokea. Lakini kwenye makabrasha mezani inasoma bado kuwa huenda likawepo taifa la Palestina, lakini matamko yako wazi kuwa hakutokuwepo na taifa la Palestina. Matamko ya viongozi, wawakilishi rasmi kabisa ambao wako active kwenye serikali, wanasema kuwa halitokuwepo taifa la Palestina. Halafu tuendelee kuamini maigizo ya Saudi Arabia. Kuna watu nikizungumza kuhusu Saudia huwa wanatafsiri tofauti kabisa. Nikizungumza kuhusu wa Israeli naonekana nina chuki na yani wananiambia kuwa wewe una chuki za kidini tu. Wewe ni mdini sana. Sasa Israeli yenye Wayahudi 76%, Saudia yenye Waislamu more than 90%. Wapi kuna dini zaidi? Utasema Saudi Arabia ndio kuna Waislamu wengi zaidi. Mimi ni Muislamu. Kwa hiyo mimi ni mdini kuanzia Saudia, mimi ni mdini mpaka upande wa pili wa Wayahudi. Yes, kama utaifunga akili yako na ukweli, ukataka kulazimisha kushindana na ukweli na uhalisia unaoonekana, we bado huwezi kuyaona mambo kwa jicho lililo wazi. Utabaki kuwa bado ni mtumwa wa hisia. Yani utabaki kuwa wewe ni mtumwa wa hisia zako kama unataka kushindana na ukweli unaoonekana. Hakuna ukweli zaidi ya kile tunachokiona. Hakuna ukweli zaidi ya kile tunachokisikia. Watu wanatutamkia kwa wazi kuwa mimi nataka kufanya hivi na hivi. Halafu mimi au wewe ulazimishe kujipumbaza kwa akili kuwa sio hicho alichokusudia. Amekusudia kipi wakati kaisha zungumza amekusudia? Wewe unataka kubadili vipi kauli yake wakati yeye kaisha zungumza kuwa mimi nataka kufanya hiki? Tayari wanakuambia kuwa hakutokuwa na taifa la Palestina. Tayari wanakuambia kuwa hili haliwezekani. Tayari wameshagonga kura za veto mara kadhaa kuonyesha kuwa hatuungi mkono hizi hatua. Tayari wamewatisha wengine ambao wanataka kuunga mkono upande wa huku. Tayari upande wa pili umegeuka kuja upande huu kuwa wanaweka masharti ambayo hayawezekani. Bado tuendelee kushikilia akili zetu, tuamini kuwa kile tunachoambiwa au hiki tunachokiona sio halisi, tuamini hisia zetu kuliko kile tunakiona. Unachokiona ni halisi kuliko hisia unazohisi, kwa sababu unachokiona ndio unakiona. Ukimwona nyoka umemwona nyoka, usisubiri uje uambiwe alipita mjusi. Kile unachokiona ndio halisi. Mara kadhaa huenda unachokisikia kikawa kina njia mbili, lakini unachokiona ni halisi. Kile unachokiona ni halisi. Sasa tunayoyaona ndio haya. Tuache double standard ya kuhisi kama haya sio yako hivi, lakini kiuhalisia ukweli uko hivyo kuwa katika kizuizi cha uwepo wa taifa linaitwa Palestina kinaratibiwa kwa kiwango kikubwa na Washington, kinapelekwa Israeli kwa ufadhili mkubwa wa madola ya Kiarabu. Kuna taarifa moja mpaka nimecheka nimeisoma kuwa licha ya taarifa zote wanazotupa Al Jazeera, kuna biashara inafanyika ya silaha kati ya Qatar na Israeli. Israeli inaiuzia silaha Qatar, mkataba wa mabilioni ya dola umesainiwa na silaha zinaingia kwenda Qatar. Niliwaambia kuna vitu Qatar hawezi kuwaambia. Qatar anazisonta nchi zingine, anazungumza sana kuhusu Israel na kila kitu, lakini Qatar hawasemi kuwa wao ni wafadhili wa mfuko wa Jared Kushner. Wao ni wafadhili wa kampuni kubwa ya Jared Kushner, ambayo kampuni hiyo ndio inaoshughulika na ujenzi wa makazi haram ya West Bank. Kampuni kubwa ya ujenzi ambayo ndio inafadhili au inaojenga maeneo mengi zaidi ambayo yanatambulika kimataifa kuwa ni maeneo haramu. Kuwa kampuni ile wanahisa wake wakubwa. Qatar ameweka bilioni 2 dola kwenye ufadhili wa hiyo kampuni, lakini Saudi kaweka fedha, Imarati kaweka fedha kwa kampuni ya Jared. Wote wameweka, tena mfuko wa hazina wa Qatar umeweka, lakini hiyo taarifa huwezi kuiona Al Jazeera wala huwezi kuwasikia Qatar wanaongea. Kwa hiyo kuna brain, yani kuna kile kitu ambacho unaona kama huyu mwenzangu chini ya meza wanaoyafanya ni tofauti. Taarifa ya jana Iran nilikwambia kuwa Iran anawashutumu IAEA kuwa nyinyi mnakuja kutukagua na nyinyi ni shirika la kimataifa. Baada ya kumaliza kutukagua, mnachukua siri zetu mnapeleka kwa Israeli. Bana, huyu anafanya hivi na hivi na hivi. Hadhi yenu nini nyinyi? Mna haki ya kubaki kuwa nyinyi
Ndio ile haki ambayo huwa naizungumza mara zote kwa Marekani, kuwa Marekani hana haki wala hana hadhi ya kuwa msuluhishi wa mgogoro wote, si wa Ukraine na Israel na Ukraine na Urusi, wala sio mgogoro wa Israel na Palestina. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.